Ni wakati naenda kufundisha katika maandiko ya Zaburi 111. Hii ni kitabu ambayo Daudi alipokuwa amenena mengi juu ya Yesu Kristo ama Mungu wake, vile alipokuwa anampigania vita mpaka mwisho akashinda. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Daudi mwana wa Jese alikuwa kimbilio yake ilikuwa ya Yesu Kristo, ambaye wakati wa vita wa majaribio, hasa wakati wa Sauli, alikuwa anatafuta roho yake, lakini alimshindania na Mungu peke yake akamficha. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Daudi alipata ushindi kupitia neno la Bwana. Daudi alipata ushindi kupitia kutegemea Yesu Kristo. Yeye alipata ushindi kwa kuwa alikaa katika neno na maombi. Yeye alipata ushindi kwa sababu alikuwa anajivunia mbele ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa umepitia katika vita mingi, inaweza kuwa umepitia katika majaribio na magumu yamekuambatana. Inaweza kuwa uchui ya kwamba Yesu Kristo anaweza, unampapasa badala ya kumtambua yeye. Yesu Kristo wetu hataki yule anaompabaza, anataka mwenye imani na mwenye kutenda yali yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba kuna wale wanaomuita lakini hawamtambui. Ukiita huyo Yesu Kristo lazima ukuwe mtu wa kumtambua. Wanamuita hawatendi mapenzi yake. Wanamuita kwa ajili ya wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usicho kaita huyu Yesu Kristo kwa ajili ya wakati. Muite ya kwamba utamuita tena. Kaa katika neno, sama katika maombi ukiwa na imani. Imani ni jambo ya maana na muhimu sana. Huyu Mungu wetu tunaabudu kupitia mwanae Yesu Kristo, hataki yule anayompapasa. Ati kuna wale wanaomuita hawamtambui na watendi mapenzi yake. Wako mahali pale kwa ajili ya wakati. Wako mahali pale kwa lango la kanisa, hawataka kutoka na kuingia. Lakini nafurahia maandiko yaniambia kwamba kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa maangamizo. Kwa hivyo ukiona haya yote imetendeka, usijiulize maswali. Usiwe mtu wa kunungunika. Jua kwamba kila wakati Mungu ameipanga, na yeye mpango yake hatuwezi tukailaumu. Kwa hivyo sisi tunaendelea kuomba na kutubu. Kwa hivyo yale matendo maovu unaona yule aliye karibu na yeye anafanya, yule aliye Mkristo akifanya, anasema yeye Mkristo lakini hatambui huyu Yesu Kristo, wewe isikufunje moyo, enda mbele. Kwa sababu siku ya hacha ya kiabo, kila mmoja atasimama mbele ya nani? Mbele ya Mungu wake. Sijui wewe Mungu wako ni nani? Ni Mungu yule anayekuja kuhukumu miungu, ama unaabudu nani katika ulimwengu wa dhambi? Ole wako yule anampapasa Yesu Kristo. Ole wake yule anayesema ya kwamba Kristo ni mwokozi wake na atendi mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunaona mpili anatuambia yote ni upatiri. Ni kama kufukuza upepo. Simama Mkristo ya kwamba utasimama tena. Kaa katika neno, mshuhudie huyu Yesu Kristo. Ndio sifa na shukrani simrudie, kwa sababu fadhili zake na neema ni za milele. Bwana Yesu apewe sifa. Usimpokee kwa ajili ya wakati, usimpokee kwa ajili ya mtaka kitu, mpokee ya kwamba utampokea tena. Bwana Yesu apewe sifa. Najua kuna wengi hawaelewi juu ya laana. Kuna wengi wamefika wanaana ya laana ifanyi kazi. Ole wao kwa wale hawatambui maagizo ya Bwana. Chochote kimea neno katika maandiko matakatifu, Agano Jipya na Agano la Kale, lazima litimike kabla mwana wa Mungu acharudi. Bwana Yesu apewe sifa. Sio tafadhali, lazima itatimika kabla ya mwana wa Mungu acharudi.
Kwa hivyo wewe ikiwa unampapasa, wewe ukiwa unasema yeye ni mkombozi na utendi mapenzi yako, mapenzi yake, ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana. Jiandae, tengeneza njia. Ndio wakati anaokuja kutana pamoja nao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Kwa hivyo yule aliyo kando yako ama karibu yako asichaga kuvunja roho. Ukiona alianzia roho na anamalizia mwili, iye sichaga kupatia masaka mingi sana. Waendelea mbele. Ujue kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa mangamizi. Na Shetani yako na Mungu wako. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika ulimwengu wa dhambi, Shetani yako, kwa sababu kasi ni yake, hakuna mahali anaenda. Ako mahali pale kwa ajili ya kutimiza yale alikuja kufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunajua kwamba mwana wa Mungu alikamilisha yale alituma na babake. Ndiye akarudi tena akawaambia, mimi nimeenda kuandalia makao. Yule atakapoamini na kunifuata ataingia mahali pale. Lakini kwa kwamba wakati Shetani alirushwa kutoka juu mbinguni, alitoseka na ulimwengu wa dhambi. Wewe tafakari haya yote. Wewe kaa chini uone umetoka wapi, unaelekea wapi na umefika wapi. Lakini wewe mpendwa, anakuambia usichoka chione mahali huko. Nataka muone Yesu Kristo aliyokufia msalabani. Yale machuta aliyopata, mapito aliyopitia na magumu alipatana naye mpaka upate kuokolewa. Sio kitu rahisi, kwa sababu hakuna mwanadamu ameshawahi kumwaga damu vile yeye aliyemwaga kule msalabani. Kwa hivyo umusike ya kwamba utamsika tena, uose mafasi yako ndani na nchi. Umtegemee Bwana na umuite ya kwamba utamuita tena. Hii ni wakati wakayoachana na maovu na kumrudia Bwana. Kumwambia ya kwamba sisi ni wenye dhambi, tunahitaji utuose na uturudie. Uombe ya kwamba utaomba tena. Usiombe maombi ya kumpapasa kwa ajili ya wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba wengi baraka zetu zinachelewa. Wengi tunapokea baraka za ufugufugu, kwa sababu yeye mwenye sesea mvufua, mwenye dhambi na mwenye haki, kwa ajili ya kutimiza neno lake. Unaweza kuwa wewe unasumbua usiku mzima, majirani ya warari, watoto wa majirani ya warari pia, watoto shuleni wanahangaika. Unaona ya kwamba wewe uko na afya na wale wameteseka, lakini wale wao. Wacha nikuambie, mipango ya Mungu sio mipango ya wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Mipango ya Mungu sio mipango ya mwanadamu. Nataka nikutoe huko nikuambia kwamba Kristo anaona, na anaona yule mahali amepitia katika mateso kwa ajili yako. Kwa hivyo ni wakati wa kutubu na kurudi. Unajua siku hizi watu waachari kuingia katika madhabahu. Wanaona ni kawaida, wanaona ni mchengo, wanaingia vile wanataka, wanaingia hata usiku, wanapata mfikutano ya giza ili kutatanisha watumishi wale wako. Kwa sababu Roho wa Bwana akai katika meza na kaa ndani ya mtumishi wake. Ndio naona kwamba mhubiri anasema watu wameanza kufanya upatiri. Wanafukuza upepo. Na ile yote walio nayo hakuna faida kwao. Ni kuchigamba kusema ya kwamba tuko, wacha tujaribu tuko. Lakini mwisho ni jehanamu. Ayubu aliteseka kwa muda mrefu, lakini alikuwa mwenye hekima na maarifa na imani. Ndio naona ya kwamba alishinda. Sio ya kwamba aligonjeka kwa sababu alikuwa mwenye dhambi. Alipitia yale mateso Yesu Kristo alipita. Wewe unaodhulumiwa, wewe unaoteseka na magonjwa, wewe unaopiwa vita, wewe unaosuia baraka yako isikufikie, jua ya kwamba wewe ndio mmoja umesimama na neno la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuhakikishia kwamba Shetani ako kwa muda. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani ako kwa muda.
na kila problem iko na expired date. Ukubali usikubali. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo unajua wakati huu Shetani anayumba. Anaona ya kwamba mtu amesimama lazima atafute njia ya kumwanguza. Ataweza kuongea chochote ya kumkwaza ndio amweke mbali, ammalize, asikaribie kanisa. Tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Shetani anachunguza baraka ya mwanadamu yule ameokoka, ndio kwenda kumkwasa ama kumkarusa. Anajua ya kwamba nikimwacha hatakwazika, hatakuwa na laini ya kuomba. Nikimweka mbali nitawini hizo baraka zake kwa haraka. Nikimweka mbali hata msichana wake hatapita mtihani, nitamkwasa hata karibia kanisani ndio wapatane na wachungaji. Tuko pamoja naye. Kwa hivyo nitafanya hivi mwaka ishi apata amefanya ni ameshubaa. Kwa hivyo wewe unaopigwa vita, tafakari. Haya yote yamekucha, hii mwaka ni wa nini? Tumetabiriwa baraka itaisha mwezi wa 3. Ni kwa nini imekucha wakati huu wa baraka? Hapo mwanzoni yako kuwe na kucha. Funguka macho one. Sio wote wanaocheka nao ni marafiki. Bwana Yesu apewe sifa. Sio wote walio katika hekalu wameokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo mpendo uliokoka, umesimama katika imani na neno, chunga wokovu wako. Kwa hivyo sio wote wanaocheka na wewe ni marafiki wako. Bwana Yesu apewe sifa. Sio wote walio karibu na wewe wanakupenda. Wengine ni derira. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tuchunge sana katika wakati wa baraka. Shetani atakupeleka mbali, ndiye ache baraka sikupite. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani yako huko nje, ako kwa kanisa, anasunguka, anajaribu imani za watu. Anaona ni nani amesimama, ni nani mwaka hii atabarikiwa, ni nani mwaka hii baraka itakuwa mbele yake, ndio nimkwase akae mbali na kanisa. Ndio ile baraka iliyotabiriwa asije akaifanya nini? Akaipate. Wacha tusimame vile Daudi mwana wa Jese alisimama. Alisimama katika neno, akasimama katika maombi, akasimama katika uvumilivu. Ndio ya kwamba wakati ya Sauli alimwataki, alishinda vita. Bwana Yesu apewe sifa. Mama yako anaweza kukukataa, baba yako anaweza kukukataa. Niliona mwingine Western amekatakatwa, alikimbizwa na wazazi na watoto na ndugu zake wakamkatakata. Walitaka kumaliza hiyo bomu. Sio ya kwamba yeye ni mbaya, ni ile nyota aliyo nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Unafikiri unakimbizwa kwa nini? Yule aliye chokora cha town anakimbizwa, si anakula maganda, anaziba na rara. Hebu wewe endo kule moja. Tamalizia wapi? Tamalizia hospitali. Nataka Wakristo tuombe sana kiroho, tufunguliwe tuone, uona adui wako ako wapi. Sio wote wanaocheka nao marafiki. Sio wote wanaokaribia kwako wanakupenda. Kuna wale wanakumonitor. Kuna spirit ya monitoring. Wanachua ni siku wani utabarikiwa. Mpanga kuona kuochenga kwa nyumba, mnaenda kujenga nyumbani lini? Mtoto mtampeleka wapi baada ya mtihani? Tuko pamoja, nataka mnielewe. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani anataka kuona mpangilio yako, ukae mbali, ndio sicho kapokea. Lakini nataka ukuwe mwerefu. Kwa sababu yule anaokoka ni mwerefu. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa ndugu na ndugu yake waliuana, Bwana Yesu apewe sifa. Weka Yesu Kristo moyoni mwako. Mwambie Bwana, unifundishe njia zako na sheria zako. Unipatie macho ya kiroho nipate kutofautisha yaliyo mema na mabaya. Kwa sababu dunia tunayokaa sio kwetu, tunapita.
Bwana Yesu apewe sifa. Yule mnayosaliwa na yeye anaweza kufanya kitendo yote, na ikiwa ataweza kufanya na jirani atafanya nini? Hatuweki rohoni sana, lakini tunaweka huyu Yesu Kristo ndani yetu sana, kwa sababu ndio tuongoza wakati wa vita na wakati wa majaribio na giza, kutuokoa. Haleluya. Tupige Kristo makofi. Aliye na masikio asikie yale Roho amenena, kwa sababu hiyo ni uchumbe kidogo. Kuna honyo kwa ajili ya kanisa. Na wewe kama uko mmoja wao wa kukwasa wengine kuwarudisha nyuma wale wako, siku yache na Mungu atatenda mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Tunaona kwamba Daudi alitoa sifa kwa ajili ya maajabu Mungu aliyomtendea. Hakanena katika hii maandiko ya Zaburi 111. Haleluya, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, barazani pa wanyofu wa moyo wa katika mkutano. Matendo ya Bwana ni makuu, yafikirie sana, wapendezwa nayo. Kazi yake imejaa heshima na adabu, na haki yake yadumu milele. Amefanya ukumbusho na matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema, amewapa wamchao chakula. Atalikumbuka agano lake milele. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba wakati Daudi alipotendewa makubwa na Mungu alimtukuza, alimuinua mbele ya mkutano kwa wale waliomcha. Watambue ya kwamba Mungu hako na anatenda vile apendayo. Alipitia katika matatizo mengi na majaribio, lakini alisimama katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Na akamshuhudia Bwana, akasema matendo yake ni makubwa, hata Shetani hawezi kukaribia mahali pale. Kwa sababu Shetani akisikia maombi ya imani hawezi kukaribia. Akisikia maombi ya kupapasa anakuja kwa haraka ili akujaribu akuanguse. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba yeye alipeana vitu vyote kati ya wale wanaomwabudu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yakatuambia yafikirie sana wale wanaotenda kulingana na mapenzi ya Bwana, kwa sababu matendo ya Mungu ni makubwa. Wewe unaotenda mema mbele ya macho ya Bwana, yafikirie sana. Kwa chini vile Yesu Kristo anakutendea, amekupatia uhai wa bure, amekupatia afya, unaamuka usiku na mchana. Na kuna yule ameraswa kule hospitali mbalimbali anatibiwa, na wengi wamefika wanaona ya kwamba watu wao hakuna mafanikio ya kupona. Lakini wewe unaomcha Bwana na wewe unasema katika maombi, maandiko yatuambia kwamba uyafikiri sana mambo ya Bwana yale amekutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa tafakari mahali Mungu amekutoa na mahali uko saa hii. Uache kiburi, uache kujiona, uache kuona kama wengine hawafai mbele yako, uache kuona kama wengine hawatafika kiwango umefika. Bwana Yesu apewe sifa. Yule anayedharau, yule unayodharau ndiye atakuwa mfanikiwa wa kesho zaidi kuliko wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo mfalme utoka katika hali ya umaskini na Mungu amuinua kulingana na imani aliyo nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko yatuambia, Daudi akasema matendo ya Bwana ni makubwa, yafikirie sana wale sana na pendezayo nayo, wale wanaopendeza na matendo ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kazi yake imejaa heshima na adamu, na haki yake yadumu milele. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi ya Bwana imejaa heshima na adamu. Bwana Yesu apewe sifa, na haki yake yadumu milele. Yeye sio mtu wa kupapasa. Mungu wetu, yeye akisema amenena, akikwambia atakubariki, hakuna mtu yoyote hata wakiungana maelfu wakatae baraka zako. Yeye atakubariki ili wewe ukose kulinda baraka zako.
Uchukue kama ni kitu ya kawaida ya kubarikiwa, lakini usichukue manani ya kutunza baraka zako. Uende kwa mtao useme nitabarikiwa, nimeambiwa nitachenga ghorofa, nimeambiwa nitakuwa mtu mkubwa, usahau kuchunga ile baraka zako. Mungu akinena ananena, na amekupatia jukumu ya wa kufanya nini? Hata wakati mvua inanyesha, lazima ulime, upalilie na uwekee mbolea ndiendelee kuwa ukichunga. Ukiona mnyama imeingia ama mdudu, unaenda unaiamulia dawa. Sio acha kwa sababu Bwana alisema mwaka hii tutapokea baraka ya mvua mingi. Wewe enda uchimbe, uweke marawe chini, uweke mahindi, uache ongoje kwa sababu Mungu alifanya nini? Havana, lazima uchunge. Wale wanaofaulu ni wale wanachunga. Ndio Mungu amenena katika tarehe 8. Akasema ya kwamba nitabarikiwa. Anasema ya kwamba nitaenda nje. Akasema ya kwamba nitachenga ghorofa. Akasema ya kwamba nitaridi samba huku Kisumu. Sio takao ngoche hizo baraka. Lazima utunze. Memaanisha kutunza ni nini? Lazima umwendee Bwana usiku na mchana ukimwambia ulitabiri baraka. Na katika hii baraka mimi nimekutolea. Nikukumbusha usiniache. Hiyo baraka ulitabiria nataka kuishika. Sitaki Shetani akanyanganye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo naitoa kwa ajili ya kusimamisha ile baraka mpaka niipokee. Bwana Yesu apewe sifa. Vile vile mvua ikinyesha mingi tunapanda, tunapalilia, tunaangalia kama midudu imeingia, alafu tunafanya nini? Tunamwagilia dawa. Kwa nini tunafanya hivyo? Ndio mwisho tukuje tukupata chakula iliyo njema. Lakini wewe ukibaliwa baraka unasema nakaa na nyongojea, ndio itakuja. Na baada ya kuja itakuwa aje? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio unapata watu wengi wanapata pesa wasaidie. Inaingia kwa magonjwa, inaingia kwa madeni. Yaani anaona ya kwamba hana pesa na yeye ameachiliwa. Kwa sababu kile Mungu alionena ndani yake lazima ukitunze. Bwana Yesu apewe sifa. Kila chaba na nena na kupea lazima ujue. Kama ni biashara lazima ubitunze. Kwa ajili ya kuitolea, unafika mahali unashukuru. Usione ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ndoa yako lazima uitunze. Waambie Bwana ni asante unibariki na mume na watoto. Na nimekutolea hii kwa ajili ya kulinda familia yangu. Sio kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani alikufa. Ako katika kazi. Na anaweza kukuonyesha mengi. Kuonyesha sasa hii uko na pesa mingi, evai mkae na mume wako. Unaweza kuchiliza, unaweza kuchikaliza, unaweza kusomesha watoto. Jua ya kwamba ile baraka ulipata ukiwa na mume ndio mpata kusaidiana mulisha watoto na kuwasomesha. Na wakati utatoka katika hali ya madharau, hiyo neema itakatika. Mwanaume, ile neema uliyopata pesa nyingi, ukapandishwa cheo ni kwa ajili ya watoto na mke wako. Sasa ukianza kuwaganya branches mbalimbali, jua ya kwamba ile neema itaisha ya pesa. Ukubali usipokubaliana nami. Iko hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Utaenda uweke branches mingi, mama alie, watoto walie. Machozi ya mwanamke ni mbaya sana kwa ndoa. Itakurudisha nyuma maili. Bwana Yesu apewe sifa. Sione ni kawaida. Usiseme ni masomo yako. Hiyo Mungu aliyekupatia kwa ajili ya sababu. Wakati unaamuka unamwambia Bwana ni asante, umenifikisha mahali niko. Na si kujua ya kwamba takuwa prefect ya grade 6. Lakini kwa sababu unipea hii, mimi nashukuru. Unipatie hekima na maarifa. Vile nitaweza kutunza au wanafunzi wenzangu wasicha wakaa wabaya. Tuko pamoja? Tunaelewana? Asante kwa sababu mahali niko katika hapa
umenipatia kusimamia mahali hapa pa plot. Sio kwamba mimi ni mzuri kuliko wale wanakaa, ni kwa ajili ya neema. Kile sababu ulionipatia hapa, nipatie kima na busara ya kuongea na wengine. Unajua kuna wengine hawajui kuongea na jirani yake. Wanamdharau, wanaongea vibaya, yani wanachizi ya kwamba wao wako lakini yeye hayuko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kuomba sana, kuambia Mungu akuongoze vile apendavyo. Ndio unaona ya kwamba Daudi akanena akasema, matendo ya Bwana ni makubwa, yafikiriwe sana na wale wanaopendezwa nayo. Ukiona akisema yafikiriwe sana na wale wanaopendezwa nayo, inamaanisha wale wanaomhudumu Mungu katika roho yake na kweli. Wale wanaoabudu huyu Mungu ya kwamba hawatamwabudu tena. Wale wanasimama katika neno na kutenda yaliyo haki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usidharau mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Heshimu mwingine vile wewe umejiheshimu. Kwa hivyo ukijiheshimu na heshimu mwingine, utapokea baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yazidi kutuambia kazi yake imejaa heshima na ndama, na haki yake yadumu milele. Haki ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na kazi yake ni yenye heshima na ndama, inaheshimika. Akitaka kukuinua, atakuinua mpaka watu wasangae. Akitaka upewe heshima mahali unaenda, utapewa heshima. Lakini wacha nikwambie, utapewa heshima kama ujiheshimu wewe mwenyewe. Kama unatafuta heshima, lazima ujiheshimu. Ukijiheshimu utaheshimiwa. Kama wewe ni mchane, lazima ujiheshimu. Uchakuwa mchano usurure mtaamsima kwa chini wewe ni mjane. Usikue single uchiweke vibaya kwa sababu wewe ni chingo unatafuta renti. Lazima ujiheshimu ndio heshimiwe. Lazima ufanye nini? Tuacha kuhesabu vidole kubwa na ndogo. Sio kwamba wewe ni msichana bado unatafuta ndoa usijiheshimu. Lazima ujiheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukitaka uheshimiwe, wewe jiheshimu kwanza. Iwe wewe ni mchane, iwe wewe ni single, iwe wewe mwenye dada unataka ndoa, ujiheshimu ndio upate kuheshimiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kusema ya kwamba niyo wakati wangu wa kutafuta kwa kufurahia wakati huu. Tafurahia vibaya. Jiheshimu ndio upate kuheshimika. Hata mtu akikuona hataelewa, tasema yule mama nafikiri yako na ndoa. Unaambiwa hapana. Anajiheshimu bwana. Ujiheshimu. Usivunje china. Jiheshimu ndio upate kuheshimika. Kama utajiheshimu, watu watakutumia vibaya. Utakuwa tisu kwa watu wengi. Utaharibu ya life. Na mwishoe hakuna mtu atatamani asikie sauti yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Watu tufanye nini? Tujiheshimu. Wanawake kwa wanaume, hata mwanaume jiheshimu. Mwanaume hakuna mitumba kwa wanawake. Wanawake ni wale tu, isipokuwa yule aliyesaliwa na nani? Hamjui. Kwa hiyo kitu ya kujiheshimu ni kitu ya maana. Respect yourself. Na kama unataka heshima, endea mambo pole pole. Bwana Yesu apewe sifa. Control yourself. Tumia akili yako. Wacha kutumia akili ya rafiki yako. Unaweza kutumia akili ya rafiki yako akupoteze kwa sababu anaona kuna baraka mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa.
Hata Yesu Kristo alikuwa anafanya nini? Alikuwa carpenter, si ndio? Alikuwa anafanya kazi. Hata mambo ikiwa gumu, chikakamwe bwana. Wacha kuingia katika nyumba ya wengine kuivuruga. Ati kwa sababu ya single. Wacha kuingia katika nyumba ya wengine ujivuruge, unajiraani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo heshima sio nini? Twende pole pole. Mungu hachakusahau. Hako na mpango mwema kwako. Anataka uchiheshimu ndiye akubariki. Anataka tufanye nini? Ndio tufanye nini? Bwana Yesu apewe sifa. Amefanya ukumbusho na matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema. Amewapa wamchao chakula. Ndio tunaona ya kwamba Daudi akasudia akasema ya kwamba Bwana amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Na yeye pia ni mwenye fadhili na neema, amewapa wale wamchao chakula. Hawawezi wakalemewa. Yeye ukumbuka walio wake wakiwa katika vita, wakiwa katika njaa. Yeye wafanya nini? Watendea. Kwa hivyo yale matendo ya Bwana ni makubwa. Yeye ni makubwa sana. Ndio naona ya kwamba Daudi akasema ya kwamba amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na neema, amewapa wamchao chakula. Wale wamchao unawapa chakula, hawezi wakalala njaa. Sijawahi kuona yule anaomtegemea Bwana akilala njaa. Bwana Yesu apewe sifa. Mvua inaweza kuenda mwaka, wakati umepanda mahindi imekuwa katikati ende, samba ingine yote ikose, lakini wewe utakosa mahindi 10 kwa sababu Mungu anakumbuka wewe kila wakati, kwa sababu anasema wale walio wake anawapa nini? Chakula, hawakui na njaa. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ile unga uko nayo umeweka hapo kwa ndoo, ukitoa ukipiga uoni kama inaisha. Inaendelea kukua huko tu. Uoni kama, unaona ni miujiza. Lakini sitaki uone kama ni kawaida. Kwa sababu Mungu anapenda wale wanaomchao hawawezi wakalala njaa. Na ukumbusho wake ni wa maajabu sana. Yeye hawezi akaachilia walio wako wanaomkumbuka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuone yale makubwa Mungu wetu anatutendea, ndio tumpatie heshima. Na ukisipatia Mungu heshima, lazima ujiheshimu wewe mwenyewe. Wewe ukasema umempenda huyu Yesu Kristo, na wewe hacha upendi jirani yako na yule mlio karibu na yeye. Heshima, wacha heshima imrudie Bwana na utukufu. Na wewe pia uheshimike kwa sababu ya heshima ulio nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo hii wakati, wapendwa, ukiendelea kumtafuta Yesu Kristo usiku na mchana, lazima ujiheshimu. Kwa sababu yeye haingii mahali kunaonekana kuna uchafu. Bwana Yesu apewe sifa. Uingia mahali kuna mwangaza. Na uingia mahali anajua ya kwamba huyu ni wangu, ananitumikia. Lakini sio mtu wa kubabasa babasa. Leo uko kwa wachawe, kesho kwa sababu kanisa imeisha, unaenda kusurura huku na huku ukitafuta usaidizi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi sina acha, hata nioa, wacha alipe nyumba. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwani ni wangapi utasema walipe nyumba yako? Watakulipia nyumba ile ya kona 4. Huyu alipe nyumba, huyu alipe chakula, yule alipe school fees, na yule alipe nini? Tuko pamoja. Si wewe ndio umeitisa? Kama umeitisa kile umeitisa, si unapewa? Baadaye utakuja kulia ati ningechua singefanya. Una waste your time. Na mtu mkafu. Bwana Yesu apewe sifa. Uacha kuharibu wakati wako, na mtu unachua mwishoe atakuwa faida kwako. Yule aliacha mahali pale, yeye anaendelea katika kilio, na kilio hakitakuwa baraka. Ndio watasoma, sijakatai. Hiyo ni usaidizi, hiyo ni maoni yako. Lakini chua kilio kitakuwa kibaya. Aidha wafanikiwe mwisho ama wasiche wakafanikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wewe mwanadamu ukiwa umeokoka lazima ufikirie kabla hujatenda kitu. Kwa sababu tulipewa fikira, akili ya kufikiria vizuri. Uwe masoma, uwe jasoma. Kuwa na msimama, respect yourself. Nisikupata leo huko, kesho rungaruka, kesho kutu, kesho ngine upate kwa Ruben. Unatafuta nini? Usaidizi wa nini? Leta vitunguu weka chini. Leta nyanya weka chini, leta sukuma. Umwambie Bwana, kama bado siku yangu hajafika, huyu ndio Bwana wangu. Tuko pamoja. Huyo ndio nataka nikule na nishibe. Lakini ukiwa nikubatisa utabatisa kona 4. Utabatisa kona 4 kwa sababu sio wako. Ni wa kuiba, si ndio? Utabatisa kona 4. Na utakuwa umewaste your time. Akienda mahali pale anasema huyu sio mwanamke, achiheshimu. Tayari amekufunjia jina. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri sisi wanadamu tukiokoka tuwe na msimamo. Umwambie Bwana, nachua uchanisahau. Uko katika laini ya kuniandalia ya mema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Atalikumbuka agano lake milele. Amewapa wamchao chakula na atalikumbuka agano lake milele. Wale wanaomcha Bwana, maandiko ya kuambia ya kwamba atawapa chakula na atakumbuka agano lake. Kwa hivyo Mungu akupa chakula ya kwamba wewe unaomtumainia, na kila unaomba usiku na mchana hawezi akakisahau. Atakukumbuka na mwisho siku ikifika atakuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Mungu wetu hawezi akasahau, isipokuwa sisi wanadamu tunasahau, tunaweuka. Ndio nasema ya kwamba baraka zako zikuja, zinakuja wakati ufaro. Kama Bwana amesema utabarikiwa, we tunza baraka zako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukisha tunza baraka zako, shukuru Mungu wa kila jambo. Ingia katika kanisa, mwambie Bwana ni asante. Ulinena ya kwamba atakuwa hivi, na nakushukuru, na niko na imani itafika hiyo wakati. Namtolea. Icharisi ni kiwango gani unaomtolea, lakini unafurahia kwa Bwana. Kwa sababu maandiko ya Sabuhi yatuambia tufurahie kwa Bwana. Kwa ile kitenda anao kutendea hata kidogo mfurahie. Usiongoje kubwa ndio. Unajua kitu tunasahau sisi wanadamu ni kusema ni asante. Hiyo tuna. Hiyo wanasema ni kibawa. Kusema ni asante umenitendea hivi, kusema ni asante ulinisaidia na karamu ni ngumu. Ndio Bwana ameona ikuwa utashukuru ukiwa umesaidiwa karamu, kwa kile kikubwa utaenda kusaidiwa. Ndio unapata wengi tunafunga baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa
Kwa hiyo tujifunze kushukuru, tujifunze kunena yaliyo mema, tujifunze kuongea yaliyo ya baraka lakini sio ya laana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo maandiko yatuambia kwamba yeye ukumbuka agano kwa wale wanaomcha. Hawezi akawanyima chakula, na ukumbuka agano lile walioweka. Akikumbuka hii agano, na wewe kukumbuka kulitunza. Bwana Yesu apewe sifa. Kama uliweka agano, kumbuka kuitunza. Sio ati unakaa unangojea. Sio nagoa ya kwamba baraka zimetafiriwa mpaka mwezi wa ngapi? Ati wewe unakaa unangojea baraka. Ole wako. Lazima utunze ile baraka itakuja mbele yako. Bwana anakuja mbele yako, ulitabiri baraka na unasema kuna baraka itakuja. Sijui ile kiwanga gani mimi utanibariki. Lakini Bwana nakuja kwako na kutolea, unikumbuke usinipite ukienda kubariki walio wako. Na hizo baraka zinakuja, sikuwe za baraka za kusimama, sio baraka za vugu. Unajua hata Shetani yako na baraka. Atakuonyesha nyumba kubwa. Atakuonyesha vile alionyesha na Yesu wakati alifunga. Akampeleka juu ya ghorofa, akamuonyesha majengo makubwa. Akasema ukiniabudu nitakupatia hayo. Wengine mkubarikiwa, mtakuwa walevi zaidi, mtatoka nje ya ndoa, mtakimbia huku na huku. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe kumbuka mpendwa, mbona Yesu Kristo alijaribiwa baada ya kifungo? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ambia Bwana, kama ukinibariki na cheo, unipatie hekima na busara ya kutumia ile fedha niliyo nayo. Na ukumbuke nisisahau ema lako. Niona kama kutumikia katika kanisa lako ni hasara. Unajua wengi wakati wanapokea wanaona kutumikia kanisa ni hasara. Kutumikia kanisa na maanisha nini? Kile kinayotakikana kama ni sumari toa. Kile kinayotakikana kama ni vitabu ya watoto toa. Kile kinayotakikana kama kuna yule mchane kweli kweli. Unielewe. Yule mchana kweli kweli asaidiwe. Na maanisha kweli kweli. Kumbuka mafunzo kutoka nyuma. Na mahali nimefi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ukiomba Bwana akupatie mwelekeo wa kusitumia, na usikosa kutumika katika hema la Bwana. Mama wangu wa kiroho alikuwa ananiambia, msichana wangu, alikuwa ananiuza msichana, wakati unaopokea hela kutoka kwa kazi, kwa biashara, kumbuka hema ya Bwana kwanza kabla hujafanya budget ya kwako. Uone vile Bwana atakuinua na atakubariki zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka nyumba ya Bwana. Na mimi unajua nilikuwa mtu wa maswali sana ndio nichue. Usione mtu akikuuliza maswali kama ni mjinga. Anakuuliza ndiye ajue. Kwa hiyo usiache kuuliza swali la haki, sio ya kumjaribu Mungu. Unajua kuna maswali ya kujaribu. Unaona yule Choni na Peter, nani anaweza kunioa? Ni maswali gani? Yaani umeleta wawili watatu na mwanaume ni yule tu. Mwanamke ni yule tu, ni tabia na vile wewe mwanaume utamuweka. Ukikataa kumheshimu, ukweli hata uheshimu. Nimedanganya wanawake. Sasa umpatie heshima yake, kupatie heshima. Maandiko yatuambia ni chombo dhaifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mwanamke usichokaa nusimeka asioseme heshimiwe. Useme hata tulihubiriwa mtu heshimu. Tabia na matendo yako mema machoni pa Bwana na katika nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huyu Mungu wetu ni Mungu wa maajabu na miujiza sana. Agano lake ulikumbuka. Kama alikuambia hii mwaka nitakubariki.
na wewe katika baraka zako usichunge. Useme ya kwamba niambie nitabarikiwa, kwa hivyo hata nikipata 20,000 natumia sote, baraka zinakuja. Sasa ujue unajua wakati tena uko na baraka hadi uko na marafiki wengi. Na marafiki wale wachakuja kwako kwa sababu wewe ni mzuri, wanakuja kwa sababu wanaona nyota yako, ukubali usipokubali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa chini wameona ile nyota yako. Na ile nyota yako wakiona, wako mahali pale kwa ajili ya kukuangamiza. Hawako mahali pale kwa ajili ya kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ile agano la Bwana ulioweka lazima ulitunze mpaka wakati wa mwisho. Hiyo Bwana amenena mpaka mwezi wa 3 kuna baraka. Lazima muendee Bwana umwambie nataka hiyo baraka isinipite. Ukienda kubariki kwa wale wanaokuamini unikumbuke na mimi pia. Ikiwa nimeasi, nimeenda kinyume, unisamee. Lakini nimekutolea. Icharisi ni matolea aina gani utampatia mbele. Usitoe uone ya kwamba unafaidisha kanisa ama wachungaji ama mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa kuna baraka zako kutoka kwa Mwenyezi Mungu wakati aliyetiwa mafuta. Kwa wachungaji kuna baraka zao kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndio kwa sababu aliyoweka kule mbele. Hawezi akaweka wachungaji kule mbele wakuwa pega. Nataka tuende pamoja nami. Bwana Yesu apewe sifa. Ni uongo ama ni kweli? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sitaki kusema kitu sana. Na sasa kusema ni madhabahu gani, yani ni sehemu gani ya kanisa. Kuna ndugu mmoja alikuwa pastor, akaambiwa tumekukondisia nyumba ya gorofa, ukaa hapa ndani na sisi ndio tutalipa tukupatie chakula. Tuko pamoja. Huyo mchungaji akarelax, akasema kanisa inalipia nyumba na sio vibaya. Sijapinga msipie wachungaji ikiwa uko na uwezo na chakula, lakini kitu hawakumbuka akona watoto wanataka waso. Huyo mchungaji alikuwa na mtoto form 3. Yeye akaenda akachukua mawazo yake kwa waamini. Watamkulisa, watamlipia renti, hata akiamuka saa 5 akipita pia atatozea yenye kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Acha nikuambie, mtu ni mtu. Kanisa ni bahari. Sio wote walio katika ile kanisa ni wana wa Mungu. Wengine ni maacheti wa Shetani. Wataka kuona vile wewe unaenda kuangamia ama kufaili. Lazima wapigane promises zisipate kupita zifanikiwe. Ndugu akakaa katika miezi 6 hiyo nyumba akilipiwa akuliwa. Wacha mtoto aende atakane school fees. Kwa sababu wamfanya nini? Waniamwambia watamsupport kidogo. Waamini hawakuonekana. Walitawanyika wakapotea. Na mliniambiaje msee mtanisaidia? Mchungaji wacha kidogo niko na masisi nyumbani. Na wewe ulitamlisemaje? Wacha kidogo hata mtoto wangu amefuku. Na wewe ulisemaje wacha ikawa hivyo? Mtoto alikuwa msichana akaachia shule hapo. Mchungaji akaanza kuhangaika akaenda mchengo kufanya. Wameraniwa ama wakuraniwa? Lakini kabla wachalianiwa, mchungaji alikuwa wapi wakati alidanganywa? Kuna wale wanaokuja kama Delila. Kuna wale wanaokuja kwa chini ya kusambaratisha yale Mungu aliyonena. Mimi kwa upande wangu, kwa maono wangu, alisahau kuomba. Alisahau kuombea. Yani vile waamini walisema sio mbaya, ni mawaida yao, lakini alisahau kuwaombea. Ndio wasije wakapungukiwe, watimize ile ahadi, wafunguliwe, wafanye kile waliotenda, wasije wakaraniwe. Najua kuna wale wanatafuta laana. Anasema haki. Mimi niweke 5,000 na nitalipa. Analipa 1, 2 anaepa. Tuko pamoja. Unajua Mungu sio mwanadamu.
Mungu ni Mungu. Tumuogope kabla tujatenda jambo lolote. Kabla hujanena, muogope huyu Mungu, kwa sababu yeye ni wa ajabu sana. Yeye ni mkubwa kuliko viumbe vyote. Wewe muogope. Ukiweka hadi kama utatimiza itoe. Wacha kuweka ukificha ficha. Unaingia kwa basia, unatoka, unaenda huko na huko. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba 6, amewajulisha watu wake uwezo wa matendo yake kwa kuwapa urithi wa mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu Mungu wetu mwenye baraka na neema kubwa na mwenye hekima na busara na maarifa, amewajulisha watu wake uwezo na matendo yake kwa kuwapa urithi wa mataifa. Wale watu wake, wale waamini, wale wanaomfuata, wale wasiompapasa. Maandiko yatuambia kwamba huyu Mungu wetu amewapa uwezo. Bwana Yesu apewe sifa. Na amewapa urithi wa mataifa. Kwa hivyo kile chochote kiko katika mataifa, akitaka kuichukua anaichukua, kwa sababu amepewa uwezo. Bwana Yesu apewe sifa. Akinena, Mungu anashuka kwa haraka na anafungua njia. Akinena, anasema ya kwamba shule inafunguliwa Januari. Niko na watoto wanataka kusoma na kukula. Mungu afungue njia dakika moja. Ichadisi ni njia ina gani anafungua isipokuwa njia yenye imani na baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo maandiko yatuambia kwamba amewajulisha watu wake uwezo na matendo yake. Wale wanaoamini, watu wake, kwa kuwapa urithi wa mataifa. Kwa hivyo Mungu wake kwa wale wanaoamini wapatia mwelekeo. Uenda huko na huko, akiwaambia fuata ili mtafanikiwa katika maisha yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mimi nataka kutoa ushuhuda yangu moja, sio ya mwingine. Kulikuwa wakati wa corona. Ilikuwa wakati gani? Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo wakati wa corona, vita ilikuwa mingi sana. Mipaka ilifungwa. Watu hawakuwa wako kupata kitu ya kutoza ya maana katika manyumba zao, kwa sababu wengi walikuwa wanafungi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sasa ikacha wakati ilifunguliwa safari moja. Nikaona mahali banyiza kazi, gari ikacha kanta hii kubwa, ikuwe na maunga. Ikasimama hapo. Na baada ya kusimama, akachielezea ametoka pande ya Thika. Akasema kwa vile tumeambiwa kesho hatutazunguka tena, lakini nakuomba radi. Naomba ya kwamba hii mizigo niiacha hapa. Ndio nikiacha wewe umaliza kuuza, natakuachia pesa. Bigie Kristo makofi. Kamwambia ndio tutauza, lakini hii mizigo ni mingi sana kuniachia. Kaniambia sitaki uone mingi, nataka umuone Mungu. Mungu mwenye amenidirect nimeleta hapo kwako, mimi sitoki na mizigo. Eito weke chai ndani na weke nje, uandika askari wa kuangalia, mimi nitakulipa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Amesaenda Nairobi akue late kule. Angoche gari, amesaona mlolongo wa watu. Munaonanga? Ilipofika chioni niliona mlolongo mpaka saa 5. Sasa ile ilikuwa nje iliisha. Asubuhi unaamuswa saa 12 kwa sababu anajua tusipoenda mahali pale watoto hawatakula kwa sababu mipaka imefu. Saa 12 unapumzika saa 12 mpaka saa 12. Baada ya siku 3 hiyo unga ilisha. Ilikuwa unga 100 na. Yaani ilikuwa unga 200 na. Neli ilisha. Kumpigia simu
Akaniambia sitaenda kwa sababu tumefungiwa. Kumupigia simu alete na achukue Maria. Akaniambia nitatafuta siku ile nafunguliwa tena nilete. Haleluya. Unaona vile Mungu anakuja. Yeye achelewi uwele kuharakiza kwa wale walio wake. Kwa wale wanaomwamini. Lazima kila kitendo unayotenda uende na imani. Anasema hajawahi kuona wale wacha wake wanaombaomba. Kama unafanya utumishi wa Bwana, kana unafanya kumtumikia Bwana katika hema lake, usiangalie. Uone ya kwamba unatachiriza kanisa, uone ya kwamba unatachiriza fulani. Baraka za wale walio mahali pale zimeandaliwa na Mungu, sio mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hizo zimeandaliwa na Mungu, sio mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni Mungu mwenyewe utenda yaliyo yake, sio mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukisema leo sitatoa kwa ajili ya mtoto fulani, anatangulia saa yote tunamchangia, Mungu atatoa mtu Canada amchangie. Hata wasema leo tisha changa nitafanya, Mungu atatoa mtu Tanzania amulete. Achenge ili karu. Tuendelee mbele. Ni ukweli ama ni uongo? Kwa hivyo wewe wacha kusidasida, ukisikia moyo unakusukuma na kurudisha nyuma, jua kwamba hiyo ni Shetani, sio Mungu anafanya kazi ndani yako. Kwa sababu Mungu yeye agano lake havichi. Bwana Yesu apewe sifa. Akitaka kupatia uliti, hakuna mwenye yoyote anaweza kusimama katai. 7. Matendo ya mikono yake ni kweli na hukumu. Maagizo yake yote ni amini. Matendo ya Bwana ni ya ukweli na hukumu. Bwana Yesu apewe sifa. Na maandiko yatuambia kwamba maagizo yote ni amini. Yamethibitika milele na milele, yamefanywa kwa uaminifu na haki. Yeye abadiliki, yeye akinena amenena katika safari yeye huko. Ukimuitisa katika safari atakuongoza. Ukikaa mbali naye na yeye atakaa mbali nawe. Kwa sababu anataka yule anaomuita usiku na mchana na apate kumuongoza katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Amewapelekea watu wake ukombozi. Ameamuru agano lake liwe la milele. Jina lake ni takatifu na kuogopwa. Amepelekea watu wake ukombozi. Wale wanaoamini ndio anaowakomboa. Bwana Yesu apewe sifa. Ameamuru agano lake liwe la milele. Akiamua akipendezwa na wewe, agano lake litakuwa la milele. Akipendezwa na wewe katika tabia, katika matendo, vile unaomwabudu na kumshuhudia. Unajua Bwana akikutendea makubwa na mshuhudia, unamwambia Bwana ni asante kwa yale yote umetenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unamuomba usiku na mchana, unamwambia ni asante. Najua kwamba unabariki. Na ukienda kubariki walio wako, unikumbuke. Ikiwa nimeasi, nimekosa njia zio kufurahiza, unisamee na unielekeze katika njia zako. Ndio wale wako wakienda kubarikiwa, na mimi unihesabu kuwa wako. Bwana Yesu apewe sifa. Tuache kumpapasa huyu Yesu. Tuombe maombi ya imani yenye kutuinua, yenye kutuongoza. Mwambie Bwana, wacha kusika shilingi 500 unanungunika. Unaona mwingine akasika 1000. Uwezi ukajua ya kwamba ile 1000 ni ya muda, lakini yeye yako ya 500 ni ya kudumu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua ni Mungu anayokuja akiwa Mungu, afananishwe na mtu yoyote. Afananishwe na watoto ulio nayo na ndoa yako, na harusi yako na kitu chochote. Anakuja wakati ufao. Na maandiko yatuambia agano ya wale wanaomwamini watu wake linaenda mpaka milele. Sio yeye anabadilika. Mwanadamu anaweza kubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na jina lake ni takatifu na la kuogopiwa. Kwa hivyo jina la Bwana ni lenye ngoma imara. Jina la Bwana ni jina la kuogopiwa. Kwa hivyo usikimbilie huyo kutacha. Unaapa katika jina la Yesu, utende mapenzi yako. Wengi wanatumia kuapa.
ati haki ya Mungu nifanye, na ni uongo. Ukiapa umelaniwa, umejikuta na laana, kwa sababu umechirani wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Wote wafanyara hayo wana ufahamu mzuri. Sifa zake zadumu milele. Kumcha huyu Yesu Kristo ndio mwanzo wa hekima. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna hekima kutoka juu mbinguni na kuna hekima katika hali ya kutafuta. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko yatuambia kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni tofauti na hekima ya hapa dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Unakaa chini unafikiria vile unakuja kunidanganya. Unafikiria vile unanicharibu usikie kile nitakwambia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nikwambia sio wote wa kucharibiwa. Wacha Shetani tuite Shetani. Ikija katika macharibio na wewe unaiondoa, unasonga mbele. Unajua ukifurahisha mwanadamu sana, hakuna mahali atakupeleka. Lakini mfurahisha huyo Mungu wako, kwa sababu atakusika mpaka mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunasema hapo mwanzoni ya kwamba waambie Bwana akupatie hekima na maarifa yake ya kukuongoza ukiwa katika jangwani. Kwa sababu ukiwa hapa ulimwengu ni mengi utakutana nao. Ingine inaweza kukufunja moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wewe ni mwenye hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ukiambiwa fitina uwe na mtu wa kusikilia, unachifanya don't care. Napenda kusema chifanya don't care. Yaani unachifanya ukusikia. Yaani uone hiyo kitu kama ni maana kwako. Kwa sababu ukichukua hiyo kitu kama ni maana itakukwasa katika safari. Na wakati Mungu alikuwa anakuja kubariki kanisa, anapata umekuazika na unakaa ndani ya kanisa. Wengine wanabarikiwa, wewe unaachwa. Shetani anachua mahali atakuweza kutoka wapi. Atakupatia mawazo mengi hata saa hii nikufundisha uwezi ukaelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuwa watu wa kuomba sana, wa kuambia Bwana atupatie hekima na busara ya kuchua kutembea kati ya maadui, ya kuchua kutembea ukienda kazini unachua vile inakulinda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu wetu uweze ukamfananisha na mwanadamu. Yeye ukucha wakati ufaaro, yeye ukucha wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wacha wa Kristo tumwabudu Bwana, tumpee sifa kwa maajabu yake ametutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Shukuru kwa kila jambo, kwa sababu yeye anakucha wakati ufaaro, harakizi wala kuchelewa. Wacha kujiwekea mawazo na mhangaiko ndani yako. Useme utafanya nini? Una cha wapi ya kufanya? Lakini Mungu yeye anakujua vyema kuliko mwanadamu yule mlio karibu na yeye. Kwa sababu yengi ukiwasua itakusumbua moyo. Utasema nimekaa nje sana. Nimemaliza shule nimekaa nje sana, hakuna kazi. Nimesurura industry yote sijapata kazi. Sasa hata ukiwasua na waso unakunywa machi unalala. Ati utaki ukula kwa sababu umekuasika. Iye itakufanya hata baraka yako sifanye nini? Sidirei kukucha. Kitu unafanya chifanya don't care. Ambia Bwana mimi nakupenda. Najua wakati wangu uchafika. Lakini wakati ukifika hata maadui wataacha midomo wazi. Watasema imekuacha amebarikiwa. Tulifikiri tumemfunga, imekuacha amepata ndoa. Tulifikiri tulimmaliza. Tuko pamoja. Imekuacha imefika hivi, na tulijua ya kwamba tumemmaliza, hatapata ndoa, hatapata watoto, uache wezi. Kwa hivyo jifanye don't care kwa Shetani, najifanya don't care kwa Shetani. Namwambia mimi sikutaki, najua wakati wangu ishafika. Sitaki ya kuonyesha ya kwamba umeteseka. Sitaki Shetani ya kuonyesha ya kwamba utafika ng'ambo ile. Utafika kwa nguvu na uwezo wa Mungu. Kwa sababu Mungu yeye amekuandalia yaliyo mema. Ondoa mhangaiko na hasira ndani yako. Ondoa kila mawazo maovu. Kumwambia Bwana ya kwamba utatenda.
najua utaniinua wakati wangu. Nafurahia kwa sababu umeinua mwingine. Usilale usiku mzima ukiwa uchi. Ukiona ya kwamba fulani amebarikiwa na mkemea, Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu ni mwanadamu. Kwa hivyo kitu ya maana ni kumwabudu na kumjua Bwana na kusimama na yeye na kumwambia Bwana, na niwe ngumu, niwe sito, niwe rahisi, taenda na wewe mpaka mwisho. Ikiwa ni wakati wa mwisho tunataka kufuka, utanibariki, ni asante. Ikiwa ni wakati mgumu utanipitisha, haya yote ni asante. Umwambie magumu ni masito kwangu, nimeremewa, unipatie uvumilivu. Ajua wengine hawana uvumilivu. Hawana uvumilivu, ndio napata wengi wanachinyonga, wanachiua. Kwa sababu hawana uvumilivu. Wanaona wamefika mwisho. Uchafika Mungu mwisho kwa sababu Mungu ako pamoja nawe. Mbarikiwe.